بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ndugu Muislamu, tukiendelea na kitab cha shurutu salah wa arkanuha wa wajibatuha, na leo insha Allah biidhnillahi ta'ala tutasoma shurutul wudu, sharuti za wudu. Wa qawluhu, na qawli yake rahimahullah Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah asema, wa shurutuhu 10, na sharuti za wudu ni 10. Al-islamu wal-aqlu wat-tamyizu wan-niyatu. Sharuti ya kwanza ni Uislamu. Sharuti ya pili akuwe na akili timamu. Sharuti ya tatu kuweza kubaini mambo, yani kuwa na utambuzi. Sharuti ya nne ni kuwa na nia ya kufanya udhu. Sharuti ya tano wastishabu hukmiha, na kuendelea kubakisha hukmu ya nia, bi alla yanwi qat'aha hatta tatimma at-tahara, kwa kutokusudia kuikata nia kama hiyo hadi itakapokamilika tahara. Tutaelezea inshallah. Wa inqita'u mujibin, na kukatika kwa kinacholazimisha udhu kama vile haidh au janaba. Wastinja'un, kufanya istinja, kuosha najisi, au istijmarun qablahu, au kufanya istijmar, kujipangusa kwa mawe au kwa kitu kabla ya kutawadha. Na ya 8 watahuriyatu ma'in, na sharti ya kuwa na maji kama yale ni ya kutahirishwa, maji ambayo kwamba ni masafi. Wa ibahatuhu, na sharti ya hayo maji ni kuwa yameruhusiwa, yani si maji yale ya haram, ni maji ya halali, sio maji ya kuiba. Wa izalatu ma yamna'u usulahu ila albashara, ya 9 hii, na kuondoa kitu kinachozuia yale maji kufika kwenye ngozi. Wa dukhulu waqtin, na vile vile kuingia kwa wakati, yani wakati wa sala. Ala man hadathuhu daimun li fardhi, kwa yule ambaye ana hadathi ya daima kwa ajili ya ule udhu wa sala wa faradhi. Ndugu Muislam, Sheikh Al-Badr hafidhahullah sasa aelezea, asema taqaddama al-kalamu ala shuruti al-islami wal-aqli wat-tamyiz. Tayari tumeshaelezea kuhusu masharti ya Uislamu, tushaelezea kuhusu akili, tushaelezea kuhusu hata kutambua, yani umri wa kumtambua. Akasema ya 4 sasa, wa amma shartu niyya, ama kuhusu sharti ya nia, fa innahu inda wudhuihi, basi wakati mtu anapofanya udhu, yanwi biqalbihi raf'a alhadathi, anatakiwa kuikusudia kwa moyo wake kuondoa hali ya hadathi, yani atanuia ndani ya moyo. Wala yatalaffadhu bilisanihi, na hatakiwi aitamke kwa ulimi wake. Wakadha fi jami'il ibadati, na hivyo hivyo katika ibada zote, hata katika swala pia hutotamka. Yanwi biqalbihi, basi mtu anaweka nia moyoni mwake. Wala yatalaffadhu bilisanihi, wala hatamki kwa ulimi wake. Illa fil hajji wal umra, isipokuwa katika ibada ya hija
na katika ibada ya umra peke yake, hizi ndizo atafanya nini? Atatamka kwa ulimi. Falahu an yatalaffadha bima nawahu fayaqul, hapo inajuzu kwake yeye kutamka kwa ulimi wake kile alichonuia, akisema labbaika umratan, ona, au labbaika hajjan, au vile vile atasema labbaika hajjan wa umratan. Naam. Kisha Sheikh Al-Badr rahimahullah aendelea kusema, ataja masala hapa sasa. Walau ghasala wajhahu inda qiyamihi minan naum, sasa iwapo mtu ataosha uso wake wakati wa kuamka kutoka usingizini, sawa, la yuridu alwudhu, bila kukusudia kufanya udhu, yani ameamka kutoka kulala akaosha uso wake, thumma badalahu an yatawadha, kisha baadaye akataka kufanya udhu, fa innahu yalzamuhu, basi itamlazimu huyu mtu an yaghsila wajhahu lilwudhu, aoshe tena uso wake kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya udhu. Tumeelewana? Wala yaktafi bighaslihi as-sabiqi, na haitatosha kwa kuosha kule alikofanya mwanzo. Kwa sababu gani? Liadami wujudi niyati alwudhu, kwa sababu hakukuwa na nia ya udhu. Wakati gani? Inda dhalika alghasli, wakati pale mwanzo akiosha nini? Uso wake. Tufahamiana? Wala ightasala, sasa anaendelea sasa, wala ightasala, na lau mtu mwenye janaba sasa aliyehitaji kuoga, ona, wala ightasala man alayhi janabatun, na lau mtu mwenye janaba aliyehitaji kuoga, litudi nasiyan liljanabati, yani kule kuoga kwake ameoga kwa ajili pengine anaoga pengine anasikia joto, anataka kuburudisha mwili wake, nasiyan liljanabati, akiwa amesahau kuweka nia kuhusu kuoga nini? Janaba. Asema fa innahu la yujzi'uhu inda ghusli aljanabati, basi kuoga kwake huku hakutomtosheleza yeye kama ameoga nini? Janaba. Kwa sababu gani? Liadami wujudi niyya, kwa sababu ya kutokuwepo nini? An-niyya. Ndugu Muislam, Sheikh Al-Badr rahimahullah baada kuelezea hii sharuti ya 4, sasa anaingia kutuelezea katika sharuti ya 5, nayo wastishabu hukmiha, na kuendelea kubakisha hukumu ya nia, bi alla yanwi qat'aha hatta tatimma at-tahara, kwa kutokusudia kuikata hiyo nia hadi itakapokamilika ile tahara. Asema wa ma'aniyati tahara, na pamoja na nia ya kutia udhu, yastashibu hukmuha, anapaswa kuendelea kubakisha ile hukmu, hatta tatimma tahara, mpaka ile udhu ufanye nini? Ukamilike, uishe. Falau nawa, sasa masala falau nawa, kwa hivyo kwa mfano ataikania qat'a an-niyyati, falau nawa qat'a an-niyyati fi athna'i al-wudhu, ikiwa mathalan atakusudia kukatisha ile nia yake katikati ya udhu, sawa, ameanza kutawadha na nia ya udhu, akafika katikati akakatisha, thumma arada ikmala al-wudhu'i, kisha akataka baadaye kukamilisha nini? Udhu wake, falaysa lahu dhalika, basi haitamfaa kufanya hivyo, bali yataayyanu alayhi albad'u bilwudhu'i min awwalihi, bali itamlazimu kuanza upya ule udhu wake kuanzia mwanzo. Wala yukmilu ma baqiya alayhi, na asimalize
sehemu iliyobaki juu yake. Kwa sababu gani? Liannahu, kwa sababu qad algha ma hasala minhu, tayari amebatilisha kile alicho kwisha kukifanya. Wa hadha huwa shartul khamis, na hii ndio ni sharti ya ngapi? Ya 5. Yani mtu ameweka nia kutawadha, ametawadha alafu baadaye akaondoka akarudi tena. Kwa hivyo huyo atafanya nini? Ile nia kwanza itakuwa imeshabatilika, itabidi aanze tena upya. Naam. Vile vile Sheikh Al-Badr hafidhahullah aendelea sema wa shartu sadis, ama sharuti ya 6, inqita'u mujibin, sharuti ya 6 kukoma kwa kinacholazimisha udhu. Kwa mfano akasema inqita'u mujibil wudhu'i wa huwa alhadath, yani kukoma kwa kinachofanya mtu awe na wajibu wa kufanya udhu, nacho ni kutoka na nini? Kutoka na najisi au kinachobadilisha udhu. Kwa mfano ndo akasema wadhalika bi an yantadhira inda qada'i hajatihi, hii inapatikana kwa kusubiri baada ya kumaliza haja yake. Hatta inqita'i ma yakhruju min as-sabilain, mpaka kinachotoka katika njia mbili, yani kwa njia mbele ama ya nyuma, kikome kabisa. Yani mathalan mtu yeye hajamaliza kukojoa vizuri, alafu akaanza kutawadha, alafu ikafanya nini tena? Ikatoka, basi itabidi ile udhu wake umebatilika. Anatakiwa asubiri mpaka kamilisho ile haja yake kubwa ama ndogo kwa makini, alafu ndio afanye nini? Atawadhe. Ndio akasema fala yashra'u fil wudhu'i qabla al-inqita', basi kwa ajili hiyo haianzi udhu kabla ya kukoma nini? Kabla ya kukoma hiyo, ikiwa ni haja kubwa au ni haja ndogo. Ndugu Muislam, kwa kumalizia leo tutakoma mpaka ashartu rabi'. Asema wa shartu rabi' wa shartu sabi', na sharuti ya 7 al-istinja'u au al-istijmaru qabla al-wudu. Al-istinja ni kujitamba kwa kuosha sehemu za siri. Wal istijmaru ni mtu kujipangusa kwa mawe au kwa kitu ambacho kwamba kinachofaa kabla alwudhu, kabla ya kufanya wudhu. Wa hadha idha kana alkhariju min as-sabilaini baulan au ghaitan, na hii ikiwa ni kile ambacho kwamba kinachotoka katika njia mbili, ikiwa ni haja ya mkojo au ni haja kubwa. Ama alkhuruju rihi, ama ikiwa kinachotoka ni upepo, sawa, pengine mtu ametoa upepo, fa innahu la yastanji'u, fa innahu lastinjaa wala istijmara fihi, basi hakuna kujitamba wala hakuna kufanya nini? Istijmar. Kwa sababu upepo mtu akitoa, utaweza kweli kujitamba? Haiwezi. Kwa hivyo hapo hakuna kujitamba wala hakuna kufanya istijmar. Wal istijmaru, na kule kufanya istijmar, yughni anil istinja, inatosheleza badala ya istinja. Idha lam yatajawaz al-khariju mawdhi'a al-'adati, ikiwa kinyesi kama kile hakikuvuka sehemu ya kawaida ya kutoka, ikiwa itakuwa imeenea, basi mtu kama huyu hatakuwa ni mwenye kufanya nini? Istijmar. Haina haja kufanya istijmar kwa sababu imefanya nini? Imeenea. Sasa in tajawazahu, sasa ikiwa itakuwa imeenea sehemu ya kawaida, imetapakaa ile kinyesi, ihtija ma'a dhalika ila al-istinja, basi inahitajika kufanya istinja, atambe kwa maji. Kwa sababu gani? Liizalati najasa, ili kuondosha ile nini? Najisi. Basi ndugu Muislam, tutakoma hapa. Allah subhanahu wa ta'ala kutufikia, tutaendelea. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.